Karibu tena mtazamaji kwenye sehemu ya mazungumzo, tukiwa tunaingia kwenye kipande cha mwisho kabla ya kutamatisha mazungumzo haya, tukiwa tunaangazia afya ya hedhi hususan kwa vijana na masuala ambayo yanazunguka afya ya hedhi. Naendelea kuhusisha wageni wangu studioni ikiwemo Patrick Njue ambaye ni mwanaharakati wa afya ya hedhi akiwa yeye ni wa jinsia ya kiume, na anamshirikisha Salome Wavinya ambaye ni mtetezi wa afya na usafi wa hedhi. Na tukiangazia swala la hatua ambazo tumepiga kama taifa na takwimu ambazo zipo bado, mnaweza kuzungumziaje nafasi ambayo tupo sasa, tulikotoka, na labda pia kesho ambayo tunaiangazia ni kesho ya aina gani katika masuala ya afya ya hedhi, usafi wa hedhi na labda afya ya uzazi? Njoo. Ningesema tumeweza kupata make hatua kutokana na miaka kama 5 ambayo iliweza kupita, kwa sababu kama sisi ambavyo tunafanya kazi tunaweza kuwapatia wale wasichana ambao hakuwaipata, tunaweza kufikia zile community ambao hazikuweza kupata. Na unajua kuna shule zenye ambazo ziko kwa town na kuna shule ambazo ziko kule ndani, huko ndani kichakani. Kama leo nikiweza kuona msichana ambaye ako kichakani ameweza kupata sodo, mimi kwangu hiyo ni furaha, kwa sababu kama sisi kwenda huko kuwapelekea ni ngumu sana kupata, kwa sababu kitu ya kwanza hata kupata kufikisha pale ni shida, kwa sababu hakuna maduka, hakuna production, hakuna groups ambao zinachukua ile nafasi na kuweza kushikilia shule fulani. Halafu unapata pale kama Kajiado tuko na organizations mingi, mashirika kadhaa. Mimi nadhani ile njia nzuri ambayo tungeweza kutumia ni kila shirika at least kuchukua shule moja ama 2 na kusema hii ni shule yetu, tutaweza kushikilia wasichana na tutaweza kuwapatia sodo na tutaweza kukua na wao na kuwafunza. Hiyo inaweza improve the information watoto wako, na pia kuwezesha watoto kujua kutumia, kudispose, kwa sababu wengine wanapata lakini kudispose wanadispose wapi. Unapata pia wana affect the climate, which si our end goal as the partners ambao tunaweza kusaidia wale watoto. Goal yetu ni waweze kumenstruate vizuri, waweze kumaliza, wapate kukua shuleni, kwa sababu tena ukiangalia msichana menstruation inachukua siku 3 mpaka 7. Msichana kama hajapata sodo ni kumaanisha atakuwa nje ya shule kwa siku 7. Na kijana atakuwa shule siku 7. Kumaanisha hata upande wa education ile sodo inaweza kuaffect. Kwa hivyo akiweza kupata akiwa pale, kumaanisha unafanya equality between the boy and the girls, as compared to msichana aweze kukaa tu nyumbani akae pale siku 7 aweze kupata ile hedhi alafu arudi shuleni. Kwa hivyo anapoteza kuliko kijana. Kwa hivyo tukiweza kushikilia shule na wasichana waweze kukua shuleni kabisa, itakuwa ni njia nzuri ya kuweza kuwa tumefanya hatua. Na yapi ambayo unahisi yanahitaji bado kufanyika, Salome, katika kupiga hatua zaidi, na pia nafasi ya serikali katika kupeana nafasi ya kuwezesha yale ambayo yanahitaji kufanyika? Naweza sema serikali yafanya, serikali inajaribu, sababu huwa inapeana sodo kwa shule tofauti tofauti. Ila nilisema leo kuna msichana hako amebale, kesho ana bale. Huyo anaweza kuwa ameachwa nyuma na hiyo programu. That's why sisi kama other stakeholders tuna come in kushikilia serikali mkono kwa yale ambayo inaofanya. Kama Kenya Works huwa tunafanya distribution ya reusable sanitary towels, zile sodo za kutumia tena na tena kwa mashule, na sio Kajiado peke yake. Huwa tunaenda Kenya mzima. Kama huu mwaka tunafanya donation ya hizo sodo 33,000 kits. Kwa hivyo hiyo inahakikisha wakati wa likizo, wakati msichana labda ametumia zimeisha, atakuwa na ile sodo. Na ile sodo inaweza peleka msichana kwa muda wa 1.5 mwaka. So hiyo unaona ina stand into that gap, na kwa zile mambo tukifuatilia wameipata aje, imewasaidia aje, tunaona huwa inapunguza msichana kutoenda shuleni hizo siku 4-5 wakati wa hedhi. Pia tunahakikisha kwa ile aibu ya ni wakati wangu wa mwezi siwezi fanya, wanakuwa na hiyo information. Unapata msichana ako na ile like unapata ako na confidence, anaweza simama mbele ya watu, anaweza fanya mambo yote ya kawaida, anaweza jihusisha kwa michezo wakati wa hedhi, sababu angalau ako na hiyo bidhaa yenye anaweza manage menstruation yake with dignity. Tuko katika karne ya 21 sasa hivi, lakini bado swala la hedhi kwenye mataifa yanayoendelea kama taifa la Kenya bado ni masuala yanayozungumziwa.
hatua ambazo zimepigwa katika masuala ya hamasa ni zipi, na kuna yapi ambayo bado yana aidha kuambatanishwa na masuala ya kupeana hamasa zaidi, kufikia watu wengi zaidi, na pia tu katika kuhakikisha kila mmoja anapata bidhaa kama alivyotaja Salome, wakati ambapo anahitaji ya hedhi, na awe atakuwa na ile heshima wakati ambapo ipo kwenye siku zake. Tukiangazia labda juhudi ambazo bado zinaendelezwa kwa sasa, wiki ijayo nafikiri ndio siku ya kimataifa ya kuadhimisha siku ya hedhi. Usually dunia mzima tarehe 28 Mei huwa ina celebrate msichana na hedhi dunia nzima. Na huwa inakuwa ni ku-advocate na pia kuwapatia information na pia kuwa-provide zile sanitary, the dignity kits. Unapata hiyo siku kila mtu anaweza kuhamasisha wasichana ambao wako shuleni fulani, lakini after hapo unapata kuna wengine, shirika zingine ziendelee na hiyo jambo, which inafaa kukuwa ni kila wakati, kwa sababu kuna wale wampya vile Salome alisema ambao wanakuja ambao hukudhani watakuwa kesho. Kwa hivyo tunaendelea kama hii mwezi huu mwezi wa Mei, kama sisi International Treasure House Ministries tumeweza kuwa pia tukiwork na Kenya Works ambao tumeweza kushikana, tumekuwa tukihamasisha watoto shuleni. Tumekuwa na girl talks na boy talks ambapo men walikuwa wanaweza ku-engage the boys and then the ladies walikuwa wana-engage the girls. And then sasa hii inatu-prepare to the summit ya Kenya Works on kesho, na pia kuna our celebration ambapo tunafanya Flow with Paint campaign ambao tunaweza ku-raise sanitary towels na pia rangi, kwa sababu on the 29th of May next week tutaweza kukua tuna paint shule, ambapo tutaweza kuacha permanent mark ambao watoto wataweza kukua wanakaa wakijua hii nifanyika kwa sababu ya mambo ya hedhi, na tutaweza kukua na mahali ambapo tutaweza kuweka information kuhusu hedhi, na in case uko na emergency unaweza fanya nini, unaweza elekezwa aje. Pia tutaweza kuweka posters kwa notice boards, just kuacha ile information ikiwa continuing, kwa sababu ni vibaya kwenda siku moja alafu unapotea. Nadhani tukiwacha hizo tutakuwa pale, hata kama hatuko pale physically, tuko pale through information. Kwa kuongezea, kama vile ametaja, kesho katika shirika letu la Kenya Works tutakuwa na summit, na kwa hiyo summit tutakuwa na mashirika tofauti tofauti. Kuna hizi mashirika za NGOs, tutakuwa na government, tutakuwa na serikali, tutakuwa na walimu, madaktari, kuweze kuzungumzia ili jambo la hedhi, tuweze kukuja na suluhu, na pia hiyo suluhisho ikue actioned. So kesho tutakuwa na hiyo katika ofisi zetu, na hiyo imekuja mapema. Tukiangalia kesho ni tarehe 22, ni kama maandalizi ya the National Menstrual Health and Hygiene Day yenye itakuwa Kajiado bado. Itakuwa shule inaitwa Olelengu. Hiyo itakuwa ni ya kitaifa ambapo Kenya Works na mashirika zingine zitaungana kuweza kuzungumzia mambo ya hedhi, changamoto zinazokumbana na hedhi, na ni jinsi gani tukiwa kama partners, hizi mashirika za kibinafsi na pia government, tunaweza enda mbele kuweza kusuluhisha mambo ya hedhi nchini. Kwa kumalizia, changamoto ambazo zinatukabili sasa hivi kama taifa, mbali labda na ukosefu wa hedhi za kutosha, ni kipi ambacho kinafanya tunasalia nyuma kwenye masuala ya afya ya hedhi? Hedhi ni kitu ambayo itakuwa inafanyika kila wakati kwa msichana, na nadhani mahali tumebaki nyuma ni kuwa government haijaweza kuregulate the products zikuwe at a cheaper price ambayo kila msichana anaweza kupata. Kama sasa saa hii kulikuwa na inflation in terms of sanitary towels. Unapata tulikuwa tunapata a very affordable and very good quality sanitary towels at about 60 shillings. Lakini saa hii unapata kila piece imeongezeka kwa shilingi 4 ama 5. Kumaanisha hiyo ni budget inachenjiwa kwa hata shirika ambalo lina support wasichana. Kumaanisha more effort and fundraising inafaa kufanyika. Maybe the best way ingekuwa kama serikali ingeweza kumoderate hizi prices, kwa sababu menstrual hygiene, it's not only menstruation, it's a human right thing, na ni public health thing. Ni kitu ambayo ina affect kila mtoto, kila mwanamke huku katika community zetu. Maybe serikali inaweza consider kupunguza bidhaa za kuweza kudhibiti menstruation, ndio tuweze kuendelea kusupport hizi shule. Kwa kumalizia, Salome, kwa sababu ya muda, changamoto na labda suluhu kama alivyotaja Njue katika kuhakikisha kila mtoto wa kike anapata taulo za hedhi wakati ambapo ipo kwenye siku zake kwenye kila mwezi.
Kama vile amesema, mimi nitaanzia kwanza na partnership. Kukuwe na ule uhusiano kati ya mashirika na serikali ndo mweze kusikizana. Kwanza kabisa venye amesema hiyo bei ya bidhaa unapata iko juu. Kama kuna inflation, kuna mtoto mwenye hataweza kupata. Na vile nimesema, hata kama tunapatiana hizo sodo za kutumia tena 33,000 kila mwaka, ukiangalia population ya Kenya na wasichana, hiyo ni kidogo sana. Alafu tumeendelea na pia kuimake better, tumekuja na chupi ya kutumia tena na tena, ama menstrual panty. Bado ukiangalia tunapeana 3,000 for this year. Ukiangalia bado hiyo namba iko kidogo. Lakini tukikuja kama washikadau tofauti tuweze kusuluhisha hili jambo. Bei ya sodo iende chini, pia elimu iendelee, tuhakikishe tunahusisha walimu, jamii na pia wazazi. Tutaweza kwenda mbele. Na asante, kwa sababu ya muda tutakuwa tunakomea hapo, na tumai kwamba basi afya ya hedhi na pia elimu ama hamasa kuhusiana na masuala ya hedhi itakuwa niendelea kukua na kuwezesha kila mwanafunzi kufika kwenye kipindi ambapo hakosi kuhudhuria darasa kwa sababu ya kukosa taulo za hedhi ama kuwa na unyanyapaa katika jamii kuhusiana na kuwepo kwa ile hedhi ama katika wakati ambapo amevunja ungo. Niwashukuru sana washikadau ambao wameungana nami studioni, ikiwemo Salome Wavinya ambaye ni mtetezi wa afya na usafi wa hedhi. Asante sana kwa kuja na kwa mchango wako. Na pia nimshukuru Patrick Njue ambaye ni mwanaharakati wa afya ya hedhi, akiwa yeye licha kuwa ni wa jinsia ya kiume yupo katika mstari wa mbele kupigania masuala ya afya ya hedhi. Asante sana kwa kuja na kwa mchango wako. Na mtazamaji, kufikia hapo tutakuwa na